من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. صدق الله العلي العظيم. سورة التكوير الآية 26 إلى 28. Kwanza kuna haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutupa nguvu na kutupa uwezo unaotoka kwake na kutupa taufik ya kukutana tena kwa mara nyingine katika mwezi huu wa Dhulqaada, ikiwa leo ni siku ya 20 mwaka wa 1447 Hijiria, tukiwa katika mwezi wa Hija, tukiwa katika mwezi wa ibada ambayo ni wajibu kufanywa mara moja tu katika maisha kwa Muislamu, katika ibada ambayo ni ibada pekee inayowakusanya Waislamu wa madhehebu tofauti, wa rangi tofauti, wa tarika tofauti mahala pamoja. Haji ni mkusanyiko ambao hakuna ulimwenguni mkusanyiko mzito na mkusanyiko wenye muhimu mno unaotokea mara moja kwa mwaka katika sehemu moja na ardhi moja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao tayari wamekushaanza safari kuelekea sehemu takatifu za Maka na Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, na sisi ambao Mwenyezi Mungu hakuturuzuku, basi inshallah mwakani na mwaka ujao na miaka ijayo Mwenyezi Mungu aturuzuku kuweza kuhiji nyumba yake takatifu. Nadhania haya tunayaomba mno, hususan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunapomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba aturuzuku hija ya nyumba yake tukufu fi ami hadha wa fi kulli am. Baada ya utangulizi huo, khutba yangu ya leo nimeipa jina Tanzania yetu inaelekea wapi? Tanzania hii wapi inaelekea? Tanzania ila aina? Tanzania inaelekea wapi? Na katika kwenye kuisherehesha hutuba yetu hiyo,
tumeandaa nukta 5. Nukta ya kwanza, haya alhayau, aina hayauna, haya aibu ya Watanzania iko wapi? Namba 2 au nukta ya pili, aina wataniyatuna, uzalendo wetu uko wapi? Nukta ya 3, aina hubbuna li ba'dina al-ba'd, ule upendo tuliokuwa nayo wa Tanzania, kupendana wenyewe kwa wenyewe, uko wapi? Aina jaziratul amn, Tanzania ikijulikana ni kisiwa cha amani. Kisiwa cha amani kiko wapi leo? Lakini nukta ya mwisho, nani wa kuulizwa? Masuliyatuna, nani wa kuulizwa? Haya yote yakiwa yamesambaratika katika ardhi ya Tanzania. Nambari 1 ni vijana, shababuna. Namba 2 ni kibaru sin, ni wazee wetu. Lakini namba 3 ni rijalu din, viongozi wa dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Takwir 26 mpaka 28 anawauliza wanadamu, anawauliza Watanzania, fa aina tadhhabun, Watanzania mnakwenda wapi? Watanzania mnaelekea wapi? Fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lilalamin. Ukiisoma Qur'ani vizuri, ukiitafakari Qur'ani vizuri, ukiisoma kwa undani vizuri, ni dhikrun lilalamin. Ni kitabu, ni maneno, ni maelekezo yanayowakumbusha watu wote wanaoishi kwenye zama hizi. Ukijaribu kuisoma Qur'ani vizuri, ni dhikrun, inatukumbusha sisi sote tulioko hapa ulimwenguni. Inatukumbusha nini Qur'an? Liman shaa minkum an yastaqim. Qur'ani inatukumbusha kwamba sisi Waislamu, sisi wa Tanzania, pamoja na dini zetu zote, na ikiwa dini kubwa ni Uislamu na Ukristo, na hawa wote ni watu wanaodai ya kwamba wana vitabu vya mbinguni, wana wajumbe wanaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba katika vitabu vyao kuna kitu kimoja, kuna mafunzo aina moja, dhikru lilalamin. Mafunzo hayo yanawakumbusha mengi, lakini katika wanayokumbushwa ndani ya hivyo vitabu vyao ni hishma, ni adabu, ni haya, aibu. Alhayau min aliman, alhayau la yati illa bikhair. Aibu, heshima, haya haileti isipokuwa kheri. Ukimwona mtu hana aibu, ukimwona mtu hana haya, basi ujue mtu huyo hana kheri. Asli ya sisi wa Tanzania na asli ya vitabu vyetu na asli ya makabila yetu, moja ya mafunzo tunayokumbushwa ni alhaya, ni aibu, ni ustahi, ni heshima, ni kuheshimiana. Leo katika jamii yetu ya Kitanzania, je, haya, aibu ipo katika jamii yetu? Aina hayauna, aina alhaya?
Ukirudi ukiangalia mila zetu, ukiangalia desturi zetu na makabila yetu ya Kitanzania, asili yetu ni aibu, asili yetu ni haya, asili yetu ni unyenyekevu, heshima kwa wanaume na kwa wanawake na kwa watoto. Haya, hii leo iko wapi? Aibu hizi leo ziko wapi? Zote zimesambaratika. Tanzania inaelekea wapi? Taifa linaelekea wapi? Alhayau la yati illa bikhair. Leo ukijaribu kufungua mitandao, ule utanzania wetu wa kuheshimiana haupo tena. Yale mafunzo yetu ya kidini kwamba mkubwa mdogo anamheshimu mkubwa, ukifungua kwenye mitandao ya kijamii, ukisoma yanayoandikwa, ukifuatilia yanayosemwa, haya aibu yote imetoweka. Sio katika mila zetu wala sio katika dini zetu. Hatuna sisi kama Watanzania na makabila yetu tuliyokuwa nayo zaidi ya 120, hatuna sisi ada ya kutukanana kwenye mitandao. Hatuna ada ya kutukanana. Hatuna tabia ya mdogo kumtukana mkubwa. Katika heshima zetu sisi tulivyolelewa Watanzania ni heshima za kuwaheshimu viongozi wetu. Leo nenda kafungue mitandao, hakuna heshima kwa mashehe, hakuna heshima kwa wazee, wala hakuna heshima kwa wale ambao tumewateua ni viongozi wetu watuongoze. Tanzania inaelekea wapi? Fa aina tadhhabun? Kama hatuna habari na Uislamu, kama hatuna habari na Ukristo, kama hatuna habari na Qur'an, kama hatuna habari na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, kama hatuna habari na mafunzo ya Injili na mafunzo ya Taurati, basi Utanzania wetu, utaifa wetu, mila zetu za Kizaramu na Kinyamwezi ziko wapi? Mbona zote zinafunza heshima, zinafunza adabu, zinafunza mkubwa anamheshimu mdogo, anamheshimu mkubwa, mdogo anamnyenyekea mkubwa, hawezi kumtukana, hawezi kumsema vibaya. Leo haya yamekuwa ni kitu cha kawaida kwa hoja ya utandawazi na kwa hoja ya maendeleo. Billahi alaikum, hivi maendeleo ni watu kuacha dini yao? Hivi maendeleo ni watu kuacha mila zao? Laanatullahi ala maendeleo. Mungu ayalaani maendeleo. Kama maendeleo maana yake ni watu kuacha dini zao na kuacha mitume wao na kuacha vitabu vyao. Fa aina tadhhabun? Watanzania mnakwenda wapi? Nchi mnaipeleka wapi? Taifa mnalipeleka wapi? Lakini aina wataniyatuna, ule uzalendo wetu uko wapi? Ule utanzania wetu uko wapi? Ule uzawa wetu wa kwamba ardhi hii ni ya kwetu sisi uko wapi? Ni jambo kubwa kuwa Mtanzania, ni jambo kubwa kuzaliwa mahala fulani, ni jambo kubwa kutoka katika mji fulani, sio jambo dogo. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamliwaza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
Anamwambia, naapa kwa mji huu, kuonyesha uzito wa mji wako, la uqsimu bihadha albalad, kuonyesha umuhimu wa mahala ulipozaliwa, mahala ambapo ndiyo maisha yako yapo. Na pia naapa kwa mji huu, na wewe ndiyo mkazi halisi kabisa wa huu mji huu, na wewe ndiyo mzalendo wa mji huu. Tujiangalie kwa makini. Je, tunaipenda kweli nchi yetu? Tunalipenda kweli taifa letu? Ninavyotambua mimi, anayependa mji wake, anayependa kijiji chake, anayependa taifa lake, hakubali watu wa taifa hilo wazozane. Anayependa familia yake, siku zote anahakikisha zinapotokea changamoto ndani ya familia sio changamoto tu Sheikh, bali baba na mama wanapotaka kugombana, wanahakikisha watoto wasije wakasikia. Kwa nini? Kwa sababu ya kupambana kuepusha mizozo ndani ya familia. Na inapotokea mizozo ndani ya familia, haraka familia inakaa na kutatua changamoto walizokuwa nazo. Fa aina tadhhabun, Tanzania mnaipeleka wapi? Wazalendo, watu wanaopenda nchi yao, ni wale wanapotokewa na changamoto, ni wale wanapotokewa na sintofahamu kati yao, na hilo ni jambo la kawaida katika maisha. Huwa wanapambana kutatua sintofahamu zilizokuwa kati yao, ili warudi wawe kitu kimoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu watanuhum wahid, madinatuhum wahida, kwa sababu nchi yao ni moja, mji wao ni mmoja, hawana nchi nyingine, hawana mji mwingine. Sisi Wazaramu, ukitutoa Dar es Salaam unatupeleka wapi? Unatupeleka Kongo Brazzaville. Kwa hiyo hatuna mahala pengine. Kwa hiyo anayeipenda nchi yake, mzalendo wa kisawasawa, ni yule ambaye kunapotokea sintofahamu, anapambana kuhakikisha sintofahamu hile inatoweka. La uqsimu bihadha albalad, uzito wa mji, uzito wa nchi. Wa anta hillum bihadha albalad, wewe Muhammad ni mkazi wa nchi hii, ni mkazi wa mji huu, huu ndio mji wako. Na mwenyewe Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyokuwa anaonyesha kuipenda nchi yake na taifa lake na mji wake, anaondoka Sayyiduna Muhammad katika mji wa Makka, huku anasononeka na anatokwa na machozi, na anasema, lau sikutolewa nisingetoka katika mji huo. Ishara ya kupenda nchi yake. Hubbul watan min al-iman, mtu kuipenda nchi yake, kuhakikisha kwamba nchi yake haikumbwi na changamoto, haikumbwi na mabalaa, haikumbwi na matatizo. Angalia khutba za Aljumua zilizoandikwa ni wanawazuoni wakubwa kipindi cha zamani mno, kama nitakuwa sijakosea, kutoka kipindi cha Bani al-Abbas. Ibn Nabata katika khutba zake mashuhuri kwenye misikiti yetu, hakuna hata khutba moja ya Aljumua ya Ibn Nabata ambayo haombei Mungu taifa lake, haombei Mungu nchi yake. Lazima aombee Mungu nchi yake,
aombee Mungu taifa lake. Ndugu zangu, aina tadhhabun, nchi mnaipeleka wapi? Kipita kwenye mitandao huko ukafuatilia habari, ni kitu cha kawaida kuona kuna sura ya mtu, picha ya mtu imewekwa, yameandikwa maneno tofauti na alichokisema. Aibu zetu ziko wapi? Haya, heshima iko wapi? Kuipenda nchi yetu kuko wapi? Lakini jambo la tatu, aina hubbuna libadhina albadh, ule upendo tuliokuwa nao sisi wenyewe kwa wenyewe kama Watanzania uko wapi? Na bahati nzuri sisi wengi wetu ni waumini. Asilimia kubwa ya Watanzania ni watu wanaomuamini Mungu mmoja. Asilimia kubwa ya sisi Watanzania ni watu tunaoamini ufufuo. Asilimia kubwa ya Watanzania tunaamini, iwe ni Waislamu iwe ni Wakristo, kwamba yuko mjumbe aliyetumwa kwa Mungu, aliyetumwa kwetu sisi. Hiyo ni imani yetu. Kwa hiyo kumbe sote tuna aina fulani ya imani tuliyokuwa nayo. Kule kupendana kwetu kuko wapi? Si ndio sisi tuliokuwa tunapendana mpaka imefikilia mahala Waislamu wa nchi hii ni kitu cha kawaida kuhudhuria Christmas kwa ndugu zao wa Kristo? Ni sisi. Nchi hii ni kitu cha kawaida ilikuwa Wakristo kuhudhuria katika sherehe za maulidi ya Waislamu, ni kitu cha kawaida. Hakuna maneno mabaya yanayotoka kwa Waislamu wala kwa Wakristo katika nchi hii. Kinachotoka ni umoja wetu, mshikamano wetu na upendo wetu. Tanzania mnaipeleka wapi? Fa aina tadhhabun? Lakini mwisho, nchi hii kama ilikuwa inaitwa kisiwa cha amani, basi ni kweli na wala si utani. Ni nchi pekee wananchi wake hawajui mabomu hawajui mabomu. Na siku ya mabomu ya Mbagala kule yalipotokea, basi kuna watu walikimbia. Ni ule uoga tu shekhe, hawana habari, wenyewe hawajui hata bastola. Tunao Watanzania hata bastola hawajui iko vipi, wanaziona tu kwenye TV, kwenye Azam TV, hawajui. Hata ukiwatajia aina ya silaha sijui, hata mwenyewe sijui pia, sijui Kalashnikov, sijui zinaitwaje. Ni watu wa amani kweli, sio lele mama. Mabomu yale walikimbia Mbagala kule, mtu amekimbia Mbagala mpaka Kigogo, hawajasikia. Baba, nenda kwa waume huko kuna waume kila siku mabomu. Yani siku wasiposikia sauti ya mabomu sijui ni maajabu. Tanzania mnaipeleka wapi? Asili yetu tukigombana huwa tunakaa tunatatua changamoto tulizokuwa nazo, kwa sababu mwisho wa yote sisi ni Watanzania Waislamu, sisi ni Watanzania Mashia, sisi ni Watanzania Masuni, sisi ni Watanzania Maibadhi, sisi ni Watanzania Answaru Sunna, sisi ni Watanzania wa Kristo, sisi ni Watanzania na dini zetu zote, sisi ni Watanzania. Na watu wanaopenda nchi yao hukaa pamoja wakatatua changamoto zao. Lakini mwisho, masuliyatuna nkambanga mkono Ravi Ngarugovya. Mwisho hapa maneno ya Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sayyiduna Muhammad anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mkae mkijijua, kila mmoja katika sekta yake ni mchunga, kila mmoja katika sekta yake ni mchungaji. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyote siku ya Kiyama mtaulizwa mlichokichunga. Vijana, siku ya Kiyama mtaulizwa kuhusu amani ya Tanzania. Nani chanzo cha mizozo na kumwaga damu katika ardhi ya Tanzania? Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wazee mtaulizwa siku ya Kiyama, hamtoachwa. Jalisul kubara, wasailul ulama. Jalisul kubara, watu wazima. Wazee wa Tanzania, mkae mkijua, Tanzania isiporudi kwenye mwelekeo wake na ikakaa vizuri, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kuwauliza, mlikuwa kisiwa cha amani, mlikuwa mnaopendana, ilikuwaje kuwaje? Lakini mwisho nyinyi mnaoitwa viongozi wa dini hamtonyanyua miguu yenu, ila mtaulizwa nafasi zenu katika kuhakikisha Watanzania wameishi katika amani, kwa utulivu, kwa mshikamano, kwa upendo, kwa kuvumiliana. Nyinyi mlifanya nafasi gani? Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Yaqulu al-Mawla subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-majid, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidatina wa maulatina Fatimah az-Zahra salawatullahi wa salamuhu 'alayha. وصلى على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصلى على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا محسن قد أتاك المسيء إلهي، تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إلهي أرنا الطلعة الرشيدة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده عن جزانا ونصر عبدنا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد